Mungu anapotaka mbariki mtu, kitu cha kwanza anampa Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya, nipungie mkono namna hii. Anza kunisikiliza sasa. Mungu anapotaka mbariki mtu, cha kwanza anampa nini? Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hiyo tukaongea kwa habari ya Roho Mtakatifu. Lakini leo hii, wiki iliyopita, tukaanza kuongea kwa habari ya baraka zaidi. Kama nakumbuka, nilikwambia tunapokea, nikakwambia Roho Mtakatifu Mungu amemtoa kwa ahadi. Mungu aliahidi ya kwamba siku za mwisho atamjaza kila mtu, atamjaza watu Roho yake. Na siku ya Pentekosti ahadi ikatimia. Kwa hiyo tunapokea Roho Mtakatifu kwa ahadi. Lakini siku ya Jumapili pia, kama mnakumbuka, nikawaambia Mungu ametoa baraka kama ahadi. Kama nini? Ahadi. Mungu alimwahidi Ibrahimu ya kwamba nitakubariki. Alimpa Ibrahimu nini? Ahadi. Na ile ahadi Mungu Ibrahimu alitamka kwa mzao, akasema kwa mzao. Amen. Mungu alisema uzao wako utabarikiwa. Paulo anaweka vizuri, anasema Mungu hajaongea kwa wazao, ila ameongea kwa uzao, maana yake mmoja. Amen. Na huo mzao ni nani? Ni Yesu Kristo. Haleluya. Kwa sisi Biblia pia tukasema ya kwamba ile ahadi ikatufikiria watu wa mataifa. Maana Mungu alimwambia Ibrahimu ya kwamba katika wewe mataifa watabarikiwa. Amen. Haleluya. Kwa hiyo tukaona ya kwamba Ibrahimu alipewa ahadi, na sisi tunaipokea ile ahadi ambayo Mungu alimkirimia Ibrahimu baraka kwa ahadi. Kwa ile ahadi ikawafikiria mataifa. Haleluya. Nikakwambia kwamba sisi tuliookoka hatutafuti kubarikiwa, sisi ni wabarikiwa. Hebu sema mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mbarikiwa. Kuna watu waliookoka wanajiona wao wamelaaniwa, hawajioni kama wamebarikiwa. Lakini ngoja nikupe habari njema, wewe ni mbarikiwa. Amen. Baraka imekufikiria kutoka kwa Ibrahimu. Leo hii natamani tujifunze, kwa sababu tulishasema kwamba sisi ni wabarikiwa. Natamani leo nikuonyeshe namna gani baraka imetufikiria, alafu namna gani ya kuifanya ile baraka ifanye kazi kwenye maisha yako. Mimi nikikwambia kwamba ninakupatia nyumba, si ndivyo? Nakupa nini? Nyumba. Kama usipojua namna ya kufungua milango ya ile nyumba, utakaa nje bila kuingia kwenye nyumba, si ndivyo? Kwa hiyo watu wengi tuliookoka, sisi ni wabarikiwa. Leo hii natamani tujifunze namna ya kuifanya hiyo baraka ionekane kwenye maisha yako. Amen. 2020 mwaka wa baraka zaidi. Natamani kuanzia leo baraka ianze kuonekana kwenye maisha yako, ili mwaka mmoja miwili ijayo, haleluya. Maana mwali kwambie,
Mmewahi kusikia watu wanasemaga kwamba fulani tabarikiwa? Simewahi kusikia? Huo wanaiona wapi ile baraka? Wanaiona tumboni mwake? So wanaiona nje. Amen. Baraka inaanza kuingia kwenye roho yako kwanza. Kwa lazima ujifunze namna ya kuitoa ile baraka ili ipate kuonekana nje. Na leo katika jina la Yesu natamani ufahamu namna ya kuitoa ile baraka ipate kuonekana nje katika jina la Yesu Kristo aliye. Amen. Tuanze na kitabu cha Wagalatia. Nafikiri tunaongea sana Wagalatia. Huu ni mwezi kama wa pili sasa, na tutazidi kukiongelea Wagalatia. Amen. Nafikiri mpaka mwezi wa 9 unaweza ukafika tukiwa tunaongelea Wagalatia. Haleluya. Wagalatia sura ya 3 na mstari wa 7. Wagalatia 3 mstari wa 7. Watu wa kudisplay nafikiri kama wanahangaikia, kwa hiyo mkifanikiwa mtasema. Biblia inasema hivi, Wagalatia sura ya 3 na mstari wa 7. Nitasoma mpaka mstari wa 9. Biblia inasema, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Mstari wa 8. Na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote yatabarikiwa. Mstari wa 9. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Tuanze mstari wa 7. Haleluya. Mstari wa 7 unatangaza habari njema. Anasema, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Haleluya. Nasema haleluya. Amen. Yesu nisaidie. Anasema fahamuni. Anataka ufahamu. Amen. Ufahamu nini? Ufahamu ya kwamba wale walio wa imani hao ndio wana wa nani? Wa Ibrahimu. Leo hii mtu aliyeokoka akiambiwa wewe ndio mwana wa Ibrahimu, anachukulia ni jambo rahisi. Hey, mimi nilipojua ni mwana wa Ibrahimu, imani yangu imekriki kitu fulani ndani yangu. Natamani wewe leo ukitoka hapa utembee kwa madaa na malingo kwa jina la Yesu. Kwa nikwambie, hakuna jambo kubwa kwenye dunia hii kama kuwa mwana wa Ibrahimu. Kuwa mwana wa Ibrahimu ni zaidi ya majumba na magari. Mnanielewa? Kwa nikwambie, baraka ya kwanza Mungu kukupa. Hebu kama napatia disi kidogo ili mnielewe. Amen. Esau nani? Esau, no sio Esau. Isaka alikuwa na watoto wangapi? Wawili. Mtoto wa kwanza aliitwa Esau, wa pili aliitwa nani? Yakobo. Hao watoto walikuwa wanagombania na baraka. Mungu akamwambia Esau, nenda kaniletee nyama, nenda kaniletee mawindo ili nipate kukubariki. Esau alipoondoka, mwanamke Rebeka, alikuwa anajua umuhimu wa baraka ya Ibrahimu. Akaambia, mwanangu Esau anataka abarikiwe leo, nitamtengenezea nyama, nenda kamlagai baba yako. Hebu fikiria, Rebeka anakubali kuibeba dhambi ili mtoto anayempenda ipate baraka ya Ibrahimu. Fikiri kwa namna gani mtu anakubali abebe dhambi ili mtu mwanae apokee baraka ya Ibrahimu. Baraka ya Ibrahimu ina umuhimu kuliko vitu vyote. Mnanielewa? Hello. Amen. Esau, Yakobo alipokuja mbarikiwa, tunaona ya kwamba Isaka alikuwa mjanja, akambariki, akasema kwenye mawindo ya nchi pale pako utawale ndugu zako, lakini baraka Ibrahimu aliificha kumpa. Mnanielewa? Biblia ukisoma vizuri Mwanzo 28 na 29 utaona ya kwamba anambariki lakini hampi baraka ya Ibrahimu. Baraka Ibrahimu aliificha. Amen. Alibani aliificha. Alipokuja Esau akasema umeshabariki na mimi upo baraka umebaki. Akamwambia upo nini? Esau akapata unabii akasema upo baraka umebaki nini? Umebaki. Lakini tunaona Isaka bado
kumpa ule baraka, akambariki baraka zingine. Mpaka baadaye Yakobo alipotimiza masharti, alikataa kuoa wanawake wengine, ndipo Isaka akampa baraka Yakobo, mbaraka wa Ibrahimu. Baraka Ibrahimu ilikuwa ina umuhimu tangu zamani. Yaani kuitwa mwana wa Ibrahimu ni zaidi ya majumba na magari, unanielewa? Ni zaidi ya kuwa Mwamerika. Kuwa mwana wa Ibrahimu ni zaidi ya kuwa Mwingereza, ni zaidi ya kuwa Mfilipino. Kuwa na baraka wa Ibrahimu ni zaidi ya kuwa maarufu, ni zaidi ya kuwa na majumba na magari. Kuwa mwana wa nani? Wa Ibrahimu. Amen. Na ndio maana wana wa Israeli, taifa ambalo duniani linalinga kuliko mataifa mengine ni Israeli. Israeli toka zamani walikuwa wanajitenga na mataifa mengine. Wao walikuwa ni bora kuliko wengine. Amen. Tunaona mpaka wa Yunani wanajibadilisha ili waitwe Waisraeli, ili waitwe Waebrania. Waliona ufahari kuitwa Mwebrania, kuitwa mwana wa Ibrahimu. Wanikwambia kuna baraka kubwa kama kuitwa mwana wa Ibrahimu. Kwa nini? Mwana wa Mungu, wana wa Ibrahimu anawaita watu wake. Hey, anawaita nini? Watu wake. Ukisoma kwenye Efeso anasema watu nyumbani mwake Mungu. Ukiwa mwana wa Ibrahimu unakuwa mtu nyumbani mwake nani? Mungu. Unakuwa ni mtu wa Mungu. Mwana wa Ibrahimu anatengwa na mabaya. Mungu alipokuwa anapiga dunia na magonjwa, wana wa Israeli waambia kwamba tauni haitowapata. Na kwambia wana wa Ibrahimu katika tauni inayoendelea duniani wanajivuna kwa jina la Yesu. Na tamani uwe na amani kwa sababu wewe ni mwana wa Ibrahimu. Ukiwa na magari na majumba, lakini kama sio mwana wa Ibrahimu, utasa unakuhusu. Mungu aliwaambia wana wa Ibrahimu, nyinyi hakutokuwa kuna tasa nyumbani mwenu katika jina la Yesu. Tasa sio kwenye hili kanisa kwa jina la Yesu. Haleluya. Mungu anasema magonjwa hatawapata. Mwana wa nani? Mungu anasema nitawabariki, nitawazidisha, nitawabariki. Kuwa mwana wa Ibrahimu ni ufahari, kwa sababu tumetengwa na wengine. Sisi tupo katika ranki ya juu na wengine wote. Unapotembea mtaani, usipake mtu akwambia kwamba wewe ni sawa na mimi. Mwambie mimi na wewe hatuko sawa. Hata kama unaendesha gari, mimi na wewe hatuko sawa. Mimi niko kwenye ranki ya juu. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi niko katika, kwa sababu mwana wa Ibrahimu ni mwana wa Mungu. Haleluya. Tunanielewa? Amen. Haleluya. Mungu anasema walio katika imani hao ni wana wa nani? Kwa hiyo ndio nikwambie, ukifahamu kwamba wewe ni mwana wa Ibrahimu, ni mmoja. Nimekwambia nataka nikufundishe baraka kufanya kazi kwenye maisha yako. Namba moja, lazima ujue kwamba wewe ni mwana wa Ibrahimu. Haleluya. Kwa niwaambie Isaka, nimekuambia hapa, Isaka wakati wa njaa Isaka alilima. Wakati hapo hakuna mvua, kuna ukame, Isaka akataka kimbilie Misri. Mungu akamwambia usikimbie Misri, wewe ni mwana wa Ibrahimu. Mpaka walipolima, akalima mahali hapo hakuna mvua. Isaka akavuna, akawa tajiri kuliko mpaka taifa la Abimeleki. Mwana wa Ibrahimu baraka yake ni kuwazidi wengine, ni kukaa katika tovu. Yakobo, mnajua Yakobo alivuka mto na fimbo tu, ila alienda na baraka ya nani? Ya Ibrahimu. Alivuka na fimbo, alirudi na makundi mawili, alirudi ni tajiri. Haleluya. Alimzidi mpaka Labani aliyemdhulumu. Kwa nini? Labani alitembea na dhuluma, ila Yakobo alitembea na nini? Uwana wa Ibrahimu. Mwana wa Ibrahimu hakuna kushindwa. Kwa mwana wa Ibrahimu hakuna hasara. Ibrahimu hakuna nini? Hakuna kupungua. Mungu aliambia Ibrahimu nitakuzidisha. Kwa Ibrahimu ni kuzidi. Kwani waambie nyakati hizi watu wanalalamika uchumi kuanguka, wewe jivune mimi ni mwana wa Ibrahimu. Haleluya. Nasema haleluya. Anasema fahamuni. Unafikiri kwa nini anasema mfahamu? Anataka mfahamu. Kwa nini? Aliwaona Wagalatia. Ndio maana Wagalatia ukianza nayo anawaambia ni Wagalatia msione nini? Akili. Kwa nini? Anaona Wagalatia wamekaa na baraka wamezikalia. Wao ni wana wa Ibrahimu, hapo anajiona kwamba wao ni watu wa kawaida.
kawaida. Natamani leo katika jina la Yesu, asopo mtu azenda akiwa mkanisani, wote mfano kama nyinyi wana wa Ibrahimu. Haleluya. Nasema mfano kama nyinyi wana wa Ibrahimu, ili baraka zifanye kazi kwenye maisha yenu. Amen. Unapoenda kwenye kazi yako, jua wewe ni mwana wa Ibrahimu. Wewe ni tofauti na wengine. Wewe ni mtu wake Mungu. Wewe ni mtu wa nani? Wa Mungu. Amen. Haleluya. Anasema, na ndiko kama vile nilivyoona tangu zamani, kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani. Tunahesabiwa haki kwa nini? Kwa imani. Anaendelea anasema hivi, nilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Anasema katika Ibrahimu mataifa watafanya nini? Watabarikiwa. Mataifa ni wewe. Maana katika Ibrahimu mataifa watafanya nini? Watabarikiwa. Mataifa hao sio wote, anaongelea walioamini. Anaongelea wafanya nini? Walioamini. Ibrahimu alikuwa ni mtu wa imani. Hivyo anayepokea baraka ni yule aliyekuwa mtu wa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mstari wa 9 anasema, basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu. Walio wa imani hubarikiwa pamoja na nani? Ibrahimu alibarikiwa. Ibrahimu aliambiwa atazidishwa. Aliambiwa ataenea kwenye nchi. Mimi napenda kuenea. Unajua, kama Ibrahimu aliambiwa ataenea kwenye nchi, maana kama wewe ni mfanya biashara, biashara yako maana yake itaenea katika nchi. Kama wewe ni mkulima, maana yake utaenea katika nchi. Utalima Mikese, utalima Kiguruila, utalima Kilombero, utalima kila mahali. Kwa nini unatembea na baraka ya Ibrahimu? Kama wewe ni mfanyakazi, maana kwenye ofisi yako natawala, haijalishi elimu ulionayo. Yusufu haikuhitaji elimu, ila Yusufu kilichomfanya apande pale ni ule uwana wa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu alikuwa hana shule, ila kwa sababu alikuwa ni mwana wa Ibrahimu, wanasema kwamba roho alikuwa mmoja naye. Yusufu kila alipopelekwa mpaka utumwani alifanikiwa. Fikiria, Yusufu alikuwa mtumwa, alafu anasema kila alilofanya nilifanikiwa. Haleluya. Maana unapokuwa mwana wa Ibrahimu, kila unalofanya linafanikiwa katika jina la Yesu. Kuanzia leo tusifanye yanayofeli kwa jina la Yesu. Amen. Anasema tunabarikiwa moja na nani? Na Ibrahimu. Mambo ya Ibrahimu hayakufeli. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa? Alo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niwaonyeshe kitu fulani. Kuna kitu natamani ukione. Wagalatia hiyo sura ya 13 na 14. Natamani nikuonyeshe namna gani baraka imetufikia sisi. Alafu tutamalizia kwa kuona namna gani tunaipokea ifanye kazi kwenye maisha yetu. Amen. Haleluya. Anasema hivi, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kristo alitukomboa katika laana ya nini? Ya Torati. Sisi tumekombolewa kwenye laana ya Torati. Laana ya Torati ni ipi? Mungu alisema ya kwamba ukisikiliza amri zangu zote na kuzienda kubariki mashambani, takubariki na mijini, utakuwa kichwa sio mkia. Pale chini akasema hivi, lakini usipofuata hii sheria, nitakulaani mashambani, nitakulaani mijini, utapata magonjwa, utaumwa, utafanya nini, utalaaniwa, akatoa laana nyingi sana. Zile laana Kristo akaja akatukomboa. Kuna mwingine atajiuliza, kwa nini Kristo aje kutukomboa? Kwa sababu wewe huwezi kuishika sheria. Wangapi wananielewa? Kama utakubarikiwa kwa sheria, wewe huwezi kuishika sheria. Kwa sababu sheria inasema hivi, ya kwamba ukishika sheria yote, ukiacha sheria hii moja, umeikosa sheria nzima. Haleluya. Yaani sheria kama ziko 600, ziko ngapi? 600. Kwenye Torati kuna sheria zaidi ya 600. Amen. Maana sheria zile 600 zote ziwe kichwani mwako. Ukizishika sheria 600 zote, ukiikosa sheria hii
moja umevunja sheria zote. Hey. Maana yake ilikuwa wewe kulaaniwa ilikuwa ni lazima, kwa sababu huwezi ukashika sheria zote. Haleluya. Haleluya. Mungu akaona watu wake wanakaa kwenye laana. Ndipo Yesu Kristo, naomba unielewe. Wangapi watakuwa nielewe? Mungu alipoona watu kwa sababu wameshindwa kuishika sheria, wanatembea kwenye laana. Hata sisi watu wa mataifa, sisi watu wa mataifa tulikuwa tunaabudu miungu, tulikuwa tunatembea kwenye laana. Mungu alipoona kwamba watu wanatembea kwenye laana, wanatembea kwenye maskini, wanatembea kwenye magonjwa, hawatembei kwenye baraka, na wanadamu wameshindwa kuishika sheria. Sheria ni takatifu, ila wewe sio mtakatifu. Mnanielewa? Sheria ni nini? Ni takatifu. Sheria ni safi, ila wewe kwenye mwili wako hamna utakatifu, hivyo huwezi ukaishika sheria. Haleluya. Wangapi wananielewa? Haleluya. Nini kikatokea? Ngoja niwaambie kilichotokea. Mungu akamuinua Daudi. Mungu akamuinua nani? Daudi. Daudi ilikuwaje? Daudi tunamwona Goliath. Goliath akainuka kinyume na Israeli, akawaambia sikilizeni wana wa Israeli, akayaambia majeshi ya Israeli. Kwanza akayatukana majeshi ya nini? Israeli. Akayatukana, nyinyi hamna kitu, nyinyi hamfai, nyinyi hamniwezi. Alafu akamwambia kama mnaniweza, atoke mmoja wenu hapo aje apigane na mimi. Alafu akawaambia hivi, huyo mmoja wenu akinipiga, mnachukua ufalme wetu wa Ufilisti. Nikimpiga, nachukua ufalme wenu. Mmeelewa hiyo? Maana yake ni nini? Huyu mmoja atakayeenda akishinda ni ushindi wetu wote. Amen. Akishindwa wote tumeshindwa. Mnanielewa? Haleluya. Nini kikatokea? Wanajeshi wa Israeli wote wakafyata mkia. Wote wakafyata nini? Wote wakafyata mkia. Paka Sauli mwenyewe akafyata nini? Mungu akaenda kumchukua Daudi aliyekuwa nje kabisa ya jeshi. Alikuwa nje ya nini? Ya jeshi. Daudi ndipo akaja akasema mimi nitapigana na Goliath kwa niaba yenu. Nikishinda mmeshinda, nikipigwa mmepigwa. Mnanielewa? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndivyo ilivyokuwa Yesu Kristo. Sisi hapa Mungu akatuwekea torati pale mbele. Akasema ukiishika torati unabarikiwa, usipoishika unalaaniwa. Sawa? Torati naye akatuambia aisee, mkinishika mmebarikiwa, msiponishika mmelaaniwa. Tuko pamoja? Haleluya. Wa kwanza Mafarisayo wakashindwa, Masadukayo wakashindwa. Wewe umeshindwa. Babu yako na babu yako wamevaa nini? Wamevaa nini? Manielewa? Wakashindwa. Mungu akamuinua Yesu Kristo nje kabisa na dunia. Haleluya. Akamtoa mbinguni. Amen. Hakuwa miongoni mwetu, ila akajifanya kama sisi. Haleluya. Akaja duniani, hakuvaa makombati kama yetu, maana hakuzaliwa kwa mbegu inayoharibika, alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Na ndio maana Daudi alikataa magwanda ya Sauli, akasema mimi sitozaliwa kwa magwanda, nitazaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Yesu, Daudi alipokaa kwa Goliath, si alimpiga, akarusha jiwe akavaa nini? Biblia, Mungu alimwambia Adamu, uzao wako utamponda nini? Kichwa. Ndio maana Daudi aliposhika jiwe hakumpiga Goliath kwenye mapafu, hakumpiga kwenye mbavu, alimpiga kwenye kichwa. Mwili ni mkubwa kuliko kichwa, ila alimpiga wapi? Kichwani. Daudi alikuwa anatoa unabii wa Yesu Kristo kwamba atakuja Yesu, ninyi mmeshindwa. Yesu atasimama mbele yetu, atasema hivi, nisikilizeni mataifa, mnanielewa? Mimi nikishinda mmebarikiwa, mimi nikishindwa mmelaaniwa. Mko pamoja? Haleluya. Yesu akaenda msalabani. Niwaulize, alishinda au kushinda? Alishinda. Shangilie Yesu kwa makofi. Haleluya. Nisikia vigelegele. Haleluya. Haleluya. Yesu ameshinda. Haleluya. Haleluya. Yesu alienda kwa niaba yetu. Yesu alisimama kwa niaba yetu. Ni sawasawa mimi na nyie hapa kanisani, likatokea jeshi kubwa hapa, likasema sikileni niwaambie,
mchungaji, tunataka uruke upige push up 50. Ukishindwa tunaangamiza kanisa lote. Ukiweza tuangamizi. Mnanielewa? Maana nyinyi uhai wenu unakuwa kwa nani? Kwa mchungaji mimi hapo. Kwa hiyo mnaanza kuniombea kwamba nifikishe 50. Mkiona nimefikisha 30 hapo pumzi imekata, na kwambia mtaomba kwa magoti. Haleluya. Mtatamani mpaka kufunga. Amen. Ndivyo ilivyokuwa Yesu Kristo. Yesu anasema wa Galatia ile 13 anasema hivi Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Kwa ajili ya nani? Yetu. Kumbe alifanyika laana pale msalabani kwa ajili ya nani? Yetu. Kwa hiyo wewe unayetafuta baraka, Kristo alienda pale kutafuta baraka zako. Wewe unayetafuta uponyaji, Kristo alienda msalabani kutafuta uponyaji wako. Kristo maana nyingine alituambia hivi, mimi nikishinda nyinyi mnakuwa wazima, mimi nikishinda nyinyi mmebarikiwa, mimi nikishinda nyinyi mna amani majumbani kwenu, mimi nikishinda kila kitu. Haleluya. Kristo alipoenda msalabani, naipatia picha siku hiyo. Yaani hiyo siku naipatia picha kwamba ningekuwa mahali pale, alafu ninajua hili, na kwamba ningekuwa nasema Yesu kazana, Yesu vumilia, Yesu vumilia, Yesu vumilia misumari, kwa sababu kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Haleluya. Kwa kupigwa kwake korona haina nguvu kwako kwa jina la Yesu. Kwa kupigwa kwake dhambi haina nguvu kwako kwa jina la Yesu. Biblia inasema nguvu ya dhambi iliangamia pale wapi? Msalabani. Haleluya. Kwa Yesu alipoenda msalabani, alienda kutafuta ushindi wetu dhidi ya dhambi. Wewe ambaye leo dhambi inakusumbua na kushangaa, kwa sababu dhambi ilishashindwa pale msalabani. Kwa ninapohubiri baraka ya Ibrahimu, maana yake ile baraka Mungu akasema kwa uzao wako. Uzao wako maana yake ni Yesu Kristo. Maana nyingine Mungu alikuwa anazungumza uzao Yesu. Yesu akaenda msalabani akapigana kwa ajili ya kuipokea ile baraka kwa ajili yetu. Alipoipokea ameirusha kwetu sisi sasa. Kazi yetu sisi imebakia kuichukua ile baraka na kuifanya ionekane kwenye maisha yetu. Amen. Hello. Kwa nikupe mfano mchache. Mimi hapa nikienda benki, nikakuwekea hela, nikakwambia mtumishi, nimekuingizia hela, si ndivyo? Ile hela kwenda kuichukua benki ni kazi yangu au ya kwako? Kama usipoenda kuichukua, maana yake haitaonekana kwenye maisha yako. Kumbe Mungu ameshaweka baraka, ila sisi tuna jukumu la kufanya ile baraka kwenda kuichukua benki. Amen. Amen. Kristo amemaliza kazi yake pale msalabani. Kwa maana nyingine tulikuwa tunakimbia mbio. Mnazifahamu mbio za kupigana kwa kupeana vijiti? Mnazifahamu? Wangapi wanazifahamu mbio za kupeana vijiti? Anakimbia anakupa kijiti, akikupa na unaendelea mbele. Anakupa kijiti, utakuwa wao ndio washindi. Napenda sana zile mbio kwa sababu at least unapumzika. Amen. Kristo amekimbia ametupa nini? Kijiji. Sasa wewe ni kazi yako kuchukua, kuendeleza mbio. Amen. Amen. Mlokole, nakwambia unapoangalia maisha yako, usiangalie katika mazingira unayopitia. Mazingira yako yasitambulishe maisha yako. Wewe ni mbarikiwa. Haleluya. Haleluya. Leo hii baraka unayo. Leo hii jifunze kuichukua ionekane kwenye maisha yako. Amen. 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 Mimi nimesema sitokuwa chini tena kwa jina la Yesu. Kwa sababu 2020 Mungu amenifundisha namna kubadili maisha yangu ndani ya miaka 5 ijayo. Amen. Natamani na wewe tuongozane safari moja ya maisha kubadilika kwa jina la Yesu. Wangapi nasema tuko safari pamoja, tunaungana. Haleluya. Nione mkono wako juu namna hii. Unasema tunaungana pamoja mchungaji. Piga vigelegele, unasema tunaungana. Haleluya. 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 Yes. Ungana nami. Mungu aliponipa siri mwanangu, sikia nikwambie, usihangaike, elewa namna baraka Ibrahimu inafanya kazi. Ukielewa utaona mabadiliko kwenye maisha yako. Lakini nikasikia ya kwamba kuna watu wanataka waungane na mimi katika hiyo safari.
naamini wewe mmoja wapo kwa jina la Yesu. Tuungane katika safari. Ndani ya miaka mitatu wasituone hapa tulipo kwa jina la Yesu. Nasema wasituone hapa tulipo kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nikagundua mimi ni mbarikiwa. Nilikuwa naomba Mungu nibariki, Mungu nibariki. Mungu aye maisha wewe. Kana mwanangu ni mbarikiwa. Sikia nikwambie, hebu anza safari ya kufanya baraka ya Ibrahimu itokee kwenye maisha yako. Amen. Nasema amen. Amen. Baraka Ibrahimu itokee wapi? Kwenye maisha yako. Natamani ujifunze baraka ya Ibrahimu inavyoweza kaonekana kwenye maisha yako. Mstari wa mwisho kabisa, Galatia 3:29. Galatia 3:29 anasema hivi, na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu. Ona sasa, anasema mmekuwa uzao. Aseme mmekuwa wazao. Mmekuwa nini? Uzao. Maana yake anaongea na mtu huyu mmoja. Wewe haongei na wewe umekuwa uzao wa nani? Ona, hebu ona Kiswahili kilivyokaa. Anasema mmekuwa uzao. Sio mmekuwa wazao. Mmekuwa ni wingi, alafu uzao anaweka kimoja. Mmekuwa nini? Wewe umekuwa uzao wa Ibrahimu. Manake ukisikia neno hili wewe binafsi, itaonekana kwa jina la Yesu. Watakusimulia. Amen. Amen. Utaanza tuisikizaje ujumbe pamoja. Hebu tusome Ebrania. Soma Ebrania 11 mstari wa 33. Naupenda sana huu mstari. Ebrania 11:33. Naupenda sana huu mstari. Natamani leo upende kwa jina la Yesu. Ebrania 11:33. Ebrania 11:33 anasema hivi, ambao kwa imani walishinda milki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi. Kwa nini? Kwa imani. Kwa nini? Kwa imani walishinda milki za wafalme. Yesu Kristo amepigana msalabani kwa ajili yetu. Ameshaupata ule ushindi. Natamani ukijue leo namna ya kufanya ule ushindi uonekane kwenye maisha yako. Kristo ametafuta ukombozi wetu pale msalabani kwa damu yake. Ametununua kwa damu yake pale msalabani. Maana yake wewe ni kufanya ule ukombozi uonekane kwenye maisha yako. Wewe umekombolewa. Maana yake wewe kupokea ule ukombozi ili wewe umekombolewa kwenye maisha yako. Kristo amepigania uponyaji wetu pale msalabani. Wewe lazima ujifunze namna kufanya ule uponyaji ufanye kazi kwenye maisha yako. Amen. Amen. Maana yake kanisa tunapohubiri kwa habari ya neema, sio kama kanisa tu wavivu, hamna. Kuna majukumu ya kufanya ili kufanya kazi ya msalaba ionekane kwenye maisha yetu. Na Kristo aliyoyafanya msalabani yalikuwa ni ahadi. Hao watu Ebrania anasema kwa imani waliipata ile ahadi. Kumbe wewe umebarikiwa, umebarikiwa nyumbani mwako, umebarikiwa na familia yako, umebarikiwa kwa uzao wako, umebarikiwa kila mahali. Lakini ili uipate ile ahadi ya kubarikiwa, tunaipata kwa imani. Ngoja nikwambie, Mungu, haleluya, Mungu ameipa imani nafasi ya juu katika uhusiano wake na mwanadamu. Kitu ambacho Mungu amekipa nafasi ya juu kwa uhusiano wake na mwanadamu ni imani. Mnanielewa? Ni nini? Ni imani. Mungu, mtu mwenye imani amempa nafasi ya juu. Na ndio maana haki ya Mungu inapatikana kwa imani, sio kwa matendo. Unaweza kuwa na matendo mazuri, ila kama hauna imani, Mungu hakupi haki. Mungu alimpa Ibrahimu haki kwa imani. Na ndio maana haki ya imani ni ya zamani kuliko haki ya sheria. Alafu haki ya sheria ikatokea katikati, ikafa tena katikati, haki ya imani ikaendelea. Kwa Mungu anampa mtu haki kwa imani. Mungu alimhesabia haki Ibrahimu kabla hata hajatoa sheria kwa Musa. Mnanielewa? Sheria ya Musa imekuja miaka 30 baadaye, baada ya Mungu kumhesabia haki Ibrahimu kwa imani. Na sheria ya Musa ilipotokea, alipokuja Yesu
akabadilisha tena, akaweka ya kwamba haki inapatikana kwa imani. Hivi niwaulize, kilichoanza alafu kikafa kikaibuka tena kikaendelea mpaka milele, kipi ni kikubwa? Kipi ni kikubwa? Imani. Haleluya. Amen. Haleluya. Imani. Lakini ngoja niwaambie, tunapokea Roho Mtakatifu kwa imani. Tunaangusha falme za giza kwa imani. Ukisoma Luka Mtakatifu sura ya 18 mstari wa 8, Yesu anasema nikija, je, nitaikuta imani duniani? Kumbe Yesu anapokuja, hatakuja kuuliza maombi, hatakuja kuuliza kwaya, hatakuja kuuliza nini? Imani. Atakaikuta nini? Imani. Mungu ameipa imani nafasi ya juu. Unataka Mungu akuhesabie nafasi ya juu, inua imani yako. Wangapi wananielewa? Haleluya. Haleluya. Nasema haleluya. Hebu kama somo Ebrania 11 mstari wa 6, Ebrania 11:6. Ebrania 11:6. Anasema hivi, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Lakini pasipo nini? Imani haiwezekani kufanya nini? Kumpendeza. Pasipo imani huwezi kumpendeza Mungu. Maana yake ni nini? Ukiwa una imani unaweza kumpendeza Mungu. Amen. Lakini maana ya pili anasema pasipo imani. Maana yake ya pili ni nini? Ukiwa na vitu vingine vyote, ukikosa imani huwezi kumpendeza Mungu. Kumbe ukiwa na maombi, ukiwa una kuhubiri, ukiwa una kwaya, ukiwa unatoa, ukiwa una nini, ukiwa chochote ulichokuwa nacho, kama una imani huwezi kumpendeza Mungu. Kumbe vyote inabidi uwe navyo, lakini imani sikosekane. Ni bora vingine vikosekane, lakini imani sikosekane. Haleluya. Haleluya. Anasema pasipo nini? Imani haiwezekani kumpendeza. Weka kila maonjo yote, weka maonjo yote, weka maonjo yote, weka hata pilau hiyo na maonjo yote. Ikikosekana chumvi, pilau sio tamu. Hata weka wali wa maua, ikikosekana chumvi, wali sio tamu. Pika maharage unavyoweza, ikikosekana chumvi sio tamu. Pika mchuzi unavyoweza. Weka roast unaweza, ikikosekana kitimoto roast haijapendeza. Haleluya. Angapo wananielewa? Weka vyote ila imani isikosekane. Ukiwa mwana maombi, omba ukiwa na imani. Kama unaomba uamini, mfano leo asubuhi tumeomba ya kwamba tunakataa vitu, si ndivyo? Tumetangaza mwisho wa vitu. Kama umeomba hujaamini kama kwa hiyo vitu vimeshakuajilia, hujampendeza Mungu. Lakini kama utatoka hapo kwenye mlango ule una amani kama hivyo vitu vimeondoka, hata kama unaviona, umempendeza Mungu. Amen. Unanielewa? Haleluya. Ukitoka hapa wakikuuliza mbona bado ile punje tunaliona, waambie ile punje lilishaondoka. Sija kama tunaliona, waambie limeshaondoka. Haleluya. Kwa sababu pasipo imani huwezi kumpendeza nani? Mungu. Anamalizia anasema hivi, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini. Lazima afanye nini? Aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Naomba muelewe. Anasema aamini kwamba yeye yuko na huwapa thawabu wale wamtafutao. Ninaomba unielewe kitu. Naomba unielewe. Haleluya. Ninakufundisha njia ya kwanza ya kufanya baraka ya Mungu ionekane kwenye maisha yako ni imani. Njia ya kwanza, leo tutakufundisha moja tu. Zipo zingine zinakuja kama 10 hivi. Haleluya, amen. Ile ya kwanza leo imani, kwa sababu imani ndio kubwa. Siwezi kuongea vingine kabla ya kuongea imani, kwa sababu upendo ukikosa imani hauwezi kutimia. Amen. Nasema amen. Nasema amen. Imani. Cha kwanza ni imani. Anasema hivi, lazima aamini kwamba yeye yuko, sio ajue. Kuna watu wanajua ila hawaamini. Kuna utofauti wa kujua na kuamini. Naomba unielewe. Natamani ungane na mimi kwenye hii safari katika jina la Yesu. Katika hii safari ya kubadilisha maisha kwa jina la Yesu. Mnanielewa? Mnanielewa? Imani sio ujue. Kuna watu wanajua kwamba Mungu yupo ila hawaamini. Kuna watu wanajua kwamba Mungu wapo thawabu wamtafutao ila hawaamini. Kwa nini? Ngoja nikutofautishie. Kuna kujua na kuamini. Kujua, ukijua kitu haina haja ya matendo. Yaani ukijua haina haja ya matendo. Mfano, leo hii unajua kwamba barakoa inazuia corona, si ndivyo? Lakini ni wengi hawavai barakoa. Haleluya. Amen. Kuna kujua na kuamini.
Wangapi wananielewa? Kuna kujua na kufanya nini? Kuna kujua na kufanya nini? Unaweza ukajua ila ukao hujaamini. Ukijua haihitaji matendo. Ukijua haihitaji nini? Matendo. Umejua. Mimi najua kwamba sehemu fulani zinapatikana nguo nzuri. Naweza okay, zinapatikana nguo nzuri, sawa. Lakini sijaamini. Mtu akija kiniuliza anasema, wanasema kuna nguo nzuri mahali fulani. Ninajua ila sijaamini. Ila imani inaambatana na matendo. Haleluya. Imani inaambatana nini? Imani, ngoja nikwambie, imani haibadilishi Mungu. Hey, imani inakubadilisha wewe. Imani haibadilishi nani? Mungu. Imani inabadilisha nani? Wewe. Kama kuna jambo naomba Mungu muda mrefu, leo hii chakufanya sio kuanza kukazana, labda Mungu nikifunga, labda no, inua imani, kwa sababu imani inakwenda kwenye nafasi ya Mungu kwa majibu yako. Imani inakubadilisha wewe. Alo, imani na nini? Na matendo. Imani itakubidisha kufanya kitu fulani ambacho ulikuwa ufanye huko nyuma. Kwa kama leo hii unaamini ahadi ya baraka ya Ibrahimu, kama unaamini kwamba Mungu atakubariki, kama unaamini Mungu atakupa nguvu ya kupata utajiri, kama unaamini kwa Mungu itapatikana. Wale wiki iliyopita unajua niliwaambia kwamba Ibrahimu aliamini kwamba Mungu ndiye atupaye nguvu ya kupata nini? Utajiri. Kama unaamini unaonyesha kwenye matendo. Imani hiyo kwamba Mungu ndiye anipaye utajiri, Mungu ndiye ambaye atakayeniinua, Mungu ndiye atakayeniponya, Mungu ndiye mponyaji wangu, Mungu ndiye mkombozi wangu, katika matatizo nilionayo atakayenipa hapa ni Mungu. Imani hiyo itakusukuma kufanya kitu fulani. Kama unaamini Mungu ni mponyaji wako, halafu haujasukumwa kufanya kitu, bado hujaamini, wewe unajua. Kama unaamini Mungu ndiye atakayekubariki, halafu hakuna kitu unachofanya kwa ajili ya imani ulionayo, bado hujaamini, unajua. Natamani ungana mimi kwenye safari hii, tuanze kutenda kwa jina la Yesu. Amen. Yakobo sura ya 2 mstari wa 15, nafikiri utakuwa mstari wa mwisho kwa sababu ya muda wangu. Yakobo sura ya 2, Yakobo sura ya 2, Yakobo sura ya 2 na mstari wa 14 anasema, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Kumbe imani lazima iwe na matendo. Tunaokolewa, tunapokea haki sio kwa matendo bali kwa imani. Lakini ile imani kishakuja inatupeleka kwenye matendo ya imani. Haleluya. Nafikiri kwa somo la kuokoka mchungaji amefundisha sana hapa mahali. Kwa hiyo mimi sitaongea sana. Haleluya. Amen. Tunaokoka kwa nini? Tunapata haki kwa imani. Ile imani inatupeleka kwenye nini? Kwenye matendo, sio matendo ya sheria. Naomba mnielewe. Ipo siku ndio tunatofautisha matendo ya sheria na matendo ya imani. Nazungumzia matendo ya imani. Kuna watu wanafanya matendo ya sheria. Mtu anayetoa fungu la 10 kwa matendo ya sheria ni tofauti na anayetoa fungu la 10 kwa imani. Mtu anayehubiri kwa sheria ni tofauti na anayehubiri kwa imani. Halo? Mtu anayekuja kanisani kwa sheria kwamba niende, na anayekuja kama kuna kitu kwangu, kuna kitu leo Jumapili kwa ajili ya maisha yangu, au ni watu wawili tofauti. Mtu ambaye anayekuja kuombewa ya kama nikiombewa nitapona, na anayekuja ngoja mtumishi aniombee. Kuna yule anayeenda kuombewa kwa sheria na anayeenda kuombewa kwa imani, au ni watu wawili tofauti. Kuna matendo ya sheria, sheria ni kutimiza wajibu, lakini kuna matendo ya imani kwamba unaamini kuna kitu kinakwenda kutokea kwenye maisha yako. Haleluya. Yakobo anasema imani bila matendo haitamsaidia nini? Haitamuokoa. 19 anasema hivi, nimeruka nimeambia mstari wa 19. Anasema, wewe waamini ya kwa Mungu ni mmoja, watenda vema, mashetani nao waamini na kutetemeka. Hey, kwa kama unaamini Mungu ni mmoja, mashetani nao wanaamini. Tena wao wakiamini, wewe utetemeki, wao wanafanya nini? Wanatetemeka. Haleluya. Haleluya. Anasema hivi, lakini wapenda kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Imani pasipo matendo haizai. Kwa kama unaamini Mungu
wanasema sasa mchungaji, mbona toka nilipokuwa na miaka 10 nilikuwa na imani? Nilipokuambia ungana na mimi kwenye hii safari, nataka imani inayozaa katika jina la Yesu. Imani inayozaa ndio kutoa mahali kupeleka mahali pengine. Sema imani inayozaa. Imani inayozaa. Sema imani inayozaa. Imani inayozaa. Katika jina. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nipe imani inayozaa. Nipe imani inayozaa. Imani yenye matendo, mzee wa kanisa unanisikia? Ndio inayozaa. Imani ambayo inakupeleka kutenda matendo fulani, inasema imani hiyo inazaa. Anamalizia anasema hivi, je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani itenda kazi na matendo yake, na kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Kumbe imani inakamilishwa kwa njia ya nini? Ya matendo ya imani. Imani pasipo matendo ya imani haijakamilika. Haleluya. Haleluya. Hebu nipungie mkono namna hii. Wakati naenda kumalizia, nipungie mkono wote namna hii. Haleluya. Haleluya. Punga na wapili namna hii. Kutanisha kwa makofi. Haleluya. Haleluya. Unanisikia mama? Mnanisikia watumishi? Anasema hivi, wapa thawabu wamtafutao. Mama hili tuko pamoja. Anasema wapa thawabu wafanye nini? Wamtafutao. Kumbe kuna wakati wa kumtafuta na wakati wa kupata thawabu. Mwambie mwenzio kuna wakati wa kumtafuta na wakati wa kupata thawabu. Leo hii ukiniona mimi, ukiona watu wanaokutazama leo wanakuona wewe ni wa chini, wanakudharau. Isitoshe mpaka wewe mwenyewe unajidharau. Maana Biblia imesema aonavyo mtu nafsini ndivyo alivyo. Kwa hiyo inawezekana nafsini mwako kuna namna unavyojiona. Hata hapa nafsini mwako unajiona mimi sina kitu, mimi ni maskini, mimi ni wa biashara za kawaida, mimi biashara zangu ni za chini chini, sisi maisha yetu ni ya chini. Unajiona. Maisha yako inabadilika, badilisha unavyojiona. Mnanielewa? Badilisha unavyo, utanielewa. Ninaongelea imani. Amen. Kuna wakati wa kumtafuta Mungu na kuna wakati wa kupata thawabu. Wakati wa kumtafuta Mungu ni wakati wa kuwa down, ni wakati wa kuwa chini, ni wakati wa watu na kudharau. Lakini wakati wa kupokea thawabu ni wakati wa kuchukiwa. Hey! Maana kuna watu wanataka kupata utajiri ili wapendwe na watu. Mbona nikwambie, jinsi unavyozidi kwenda juu ndivyo unavyozidi kuongeza maadui. Mnanielewa? Kwa hapo na kufundisha, ukifika kule juu na kutahadharisha kwamba kuna maadui wanaongezeka. Sasa hivi kuna watu wanakuona wewe ni wa chini na kudharau. Kwa sababu huko kipindi Yesu akasema hivi, tafuteni kwanza ufalme wangu na mengine mtazidishiwa. Kumbe kuna wakati wa kutafuta ufalme wa Mungu na kuna wakati wa kuzidishiwa. Hapo kuna vipindi viwili Mungu amevitamka. Watu wengi wanafikiri tunaposema mtafute Mungu mengine utazidishiwa. Watu wengi wanafikiri ndani ya siku moja, kama nikimtafuta leo inatokea kesho. No, kuna miaka kumtafuta Mungu. Sasa tunapokutana mimi na wewe kwenye miaka kumtafuta Mungu, tunaona watu wa kawaida, tunaona ni watu wa ovyo ovyo, tunaona ni watu wa nini? Wa ovyo ovyo, kwamba huyu si mwenzetu, huyu si kawaida. Amen. Lakini sasa wakati wa kuzidishwa ukifika, ndipo tunapoanza kushangaana. Kwa nikwambie, leo hii upo hivyo unamtafuta Mungu. Leo hii upo hivyo unakuja kanisani, umekaa hapa kanisani mpaka saa 6 mpaka saa 7. Wanakwambia kanisa lile linachelewa kutoka, kanisa lile bwana ibada ndefu, kanisa lile hivi. Upo wakati kumtafuta Mungu. Wakati kuzidishwa ukifika, wanaanza nipeke kanisa unalosali. Haleluya. Haleluya. Kuna wakati kufanya nini? Vumilia mwanangu, vumilia. Mwambie mwenzio vumilia. Usikate tamaa wakati kutafuta. Haleluya. Kuna wakati wa kufanya nini? Kutafuta ufalme wa Mungu na kuna wakati wa kuzidishwa. Anasema hivi, huwapa thawabu wamtafutao. Kumbe kuna wakati wa kutafuta na kuna wakati wa thawabu. Anasema niite nami nitakuitikia. Kuna wakati wa kumuita na wakati wa kuitikiwa. Haleluya. Hebu twendeni tu karibu kuitikiwa. Upo karibu kuitikiwa. Ibrahimu alipewa ahadi ile akaitazama. Ibrahimu alijua kwamba kuna wakati wa kupewa ahadi na wakati wa ahadi kukamilika. Amen. Akavumilia wakati wa ahadi ukatimia. Amen. Na kuna ahadi zingine Ibrahimu Biblia inasema kwamba anazisubiri
Anasubiri kukamilishwa kwetu sisi. Kwa hiyo Ibrahim mpaka leo kuna ahadi anazisubiri, hajakata tamaa. Amen. Mungu alimwambia wewe Ibrahim usijenge nyumba. Ibrahim alikuwa tajiri, alikuwa anajenga mahema. Alimwambia nyumba nitakuja kujengea mimi. Ibrahim mpaka leo anasubiri kujengewa nyumba ya Yerusalemu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikate tamaa. Usipime maisha yako jinsi alivyo. Anasema achionavyo mtu nafsini ndivyo alivyo. Kumbe jinsi ulivyo leo ni vile unavyojiona. Kumbe kama utakiwa ulivyobadilisha unavyojiona. Kama utaki umaskini usijione maskini, hiyo ndo maana yake. Kama utaki ugonjwa usijione mgonjwa, hiyo ndo maana yake. Kama utaki vifungo usijione umefungwa, hiyo ndo maana yake. Kama utaki kuloga usijione umelogwa, hiyo ndo maana yake. Kama utaki njaa usijione una njaa, hiyo ndo maana yake. Kama utaki aibu usijione kama wewe una aibu, hiyo ndo maana yake. Kama utaki kwa mtu wa chini usijione wewe ni wa chini. Badilisha unavyojiona. Badilisha unajionaje? 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 Ukijiona wewe sio kuolewa ndivyo ulivyo. Badilisha unavyojiona kwa jina la Yesu. Kama unajiona wewe ni wa aibu, kama mimi mwananidharau, ndivyo ulivyo. Badilisha unavyojiona. Kwa sababu mtu wa kanisa, wanaona mimi wa chini, mimi mtu wa kanisa gani? Basi vile ndivyo ulivyo. Kwa hiyo tukuone mtu wa kanisa bora, badilisha unavyojiona. Wangapi wananielewa? Ngoja niwaambie Lumi 4:17. Lumi 4:17. Andika mstari na upenda sana. Anasema hivi, Mungu wengi wanaofahamu mstari na usemaga sana kwa sababu ndio mstari ambao Mungu amenipa wa kubadilisha maisha yangu. Lumi 4:17. Ukisoma kule mwanzo mwisho kabisa Biblia yake pale unakuta anasema hivi ya kwamba yeye atajaye mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo. Mungu anataja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamefanya nini? Yamekuwepo. Yeye ndio ambaye anawauisha watu. Sawa? Alafu anataja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo. Utaona yake kwa anasema yeye ndio ambaye huwaisha watu, lakini Biblia yake pale chini anasema yeye nini? Wangapi kwenye Biblia hamna? Mzee kanisa, Biblia yake inasemaje? Chini kabisa Biblia yake inasemaje? Lumi 4:17. Kwa Biblia yako ipo. Mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyo kwako kana kwamba yamekuwa. Haleluya. Ayatajaye yasiyo kuwako kana kwamba yamekuwako. Kumbe Ibrahim, jamani, hivi mnaelewa tulikotoka? Ninawafundisha namna ya kuifanya baraka Ibrahim itokee kwenye maisha yako. Ibrahim baraka yake ilitokee. Mungu alimfundisha Ibrahim kuiona, kuitaja baraka yake kabla haijakuwepo. Utaona, nenda kusoma mwenyewe kwenye Mwanzo 17 mstari wa 5, mstari wa 15 na mstari wa 19. Nenda kasome. Unaona Mungu anamwambia Ibrahim ya kwamba kuanzia leo utaitwa Abraham, utaitwa Ibrahim. Mungu anamwambia Ibrahim utaitwa Ibrahim, utaitwa Abraham. Ibrahim maana yake baba mataifa mengi. Ibrahim wakati huo ni tasa. Ibrahim kipindiko hana mtoto, mke wake ni tasa. Hana nini? Mtoto. Lakini anamwambia hivi, wewe utaitwa baba mataifa nini? Nini maana yake? Mungu alitaka Ibrahim awaone watoto kipindi hawapo. Wangapi wananielewa? Mungu anamwambia Ibrahim, sikia, mimi huwa nataja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yapo. Kwa hiyo ili nikupe baraka yangu, anza kutaja mambo ambayo huna kana kwamba unayo. Sawa Ibrahim? Akasema Mungu sawa. Akasema sawa. Mstari wa 15. Hiyo Mwanzo 17. Akamwambia hivi, Sara mkeo utamuita Sarai tena, utamuita Sara. Kambadilishe na mke wako. Muite princess, mama wa mataifa mengi. Kambadilishe jina. Kwa Ibrahim alipofika nyumbani, akanamuita Sara, mama wa mataifa mengi. Ana mtoto ni tasa. Anamuita mama wa mataifa nini? Mnaielewa hiyo? Akamwambia hivi, Sara atakuzalia mtoto, utamuita Isaka. Isaka anatajwa kabla hajazaliwa. Wanielewa? Kabla ya nini? Kwa Mungu anamwambia Ibrahim aanze kumuita Sara mama Isaka kabla Isaka hayupo nyumbani. Haleluya! Ninakufundisha namna ya kufanya baraka ionekane kwenye maisha yako. Ili baraka ionekane lazima imani yako iwe ya mapendo. Anza kutamka yasiyokuwepo kana kwamba unayo katika jina la Yesu.
Ina maana mambo ambayo hauna kwa sababu hujayatamka. Hey, nimesema tuungane safarini leo. Mimi nimeanza kutamka kwa jina la Yesu. Nimeanza kutamka mambo. Ndio maana mwaka unaanza nikawaambia kwamba tuna washirika 480. Wangapi wanakumbuka? Na nikawaambia tunapata 480 ili kuelekea 1000. Hey, leo hii hawapo. Viti vingi viko hapa, hamna watu. Haleluya. Na taji yasio kuwepo kana kwamba nini? Na sijapangua kauli yangu. Nimeweza kupangua kauli. Tumepata uongozi mpya. Mlipokuja uongozi mpya simwambie hivyo. Sijapangua kauli. Amen. Tuungane kwenye safari kwa jina la Yesu. Nasema tuungane kwenye safari kwa jina la Yesu. Nasema tuungane kwenye safari kwa jina la Yesu. Tulipoanza maombi saa 12 hapa nikawaambia watu tuanze kuomba Mungu kwa ajili ya kupanua kanisa, tufikishe kanisa leo na uwezo kuingiza watu 250. Kuna siku nani alikuja hapa kama kanikuta naomba barabarani, mnaomba Mungu jaza washirika hapa. Ja, natembeaga hapo nje. Mungu hapa katika jengo. Mimi naliona jengo hapo. Kwa hiyo nimeshinda kumwomba Mungu ajaze washirika kwenye hilo jengo. Mungu jaza washirika. Jaza. Taja mambo yasiyokuwepo kana kwamba nini? Wangapi wanaungana mimi katika hii safari? Wangapi wanaungana mimi katika hii safari? Ndio maana wanakwenda ndio machizi. Wanakwenda ndio nini? Machizi mlokoa na Mungu anasema mimi ni mzima kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Anza kutaja mambo yasiyokuwepo kana kwamba nini? Soma kwa miguu yako. Wangapi wamenielewa leo? Nione mkono wako. Haleluya. Haleluya. Mwambie leo, mwambie jirani yako hii namba 1. Yaani namba 1, imani. Hivi kweli mko serious kuungana mimi kwenye hii safari?